Ndio kweli referendum ipo na inanukia. Kwa sababu wengi sasa hivi tunaposema na tunapoongea wamesema tuko tayari kwa referendum. Mambo ambayo yanaibuka sasa ni tutakuwa tunapigia referendum nini? Ya nini haswa? Ni katiba nzima ibadilishwe ama ni vipengele kidogo kidogo hapa na pale? Jambo kubwa ambayo inatokea ni ile over representation na nambari ya wabunge pale ndani. Wengine pia wakasema ni mambo kuhusu inclusivity. Unanipata? Wacha niongee kuhusu mambo ya inclusivity. Manake kuna suala la punda amechoka, ambalo ni mzigo upunguzwe, wafanyakazi wa umma wapunguzwe. Huu ni mrengo mmoja. Mrengo mwingine unasema kwamba jamani, tumekuwa na vita kila baada ya uchaguzi. Vita hivi vinasababishwa na ukweli kwamba watu wanahisi kwamba wao hawajawakilishwa katika uongozi. Kwa hivyo tuongeze nafasi za kazi ili kila Mkenya ahisi kwamba yupo uongozini. Wanamaanisha kuwa wamuone kabila likiwa pale juu kabisa, na ni jambo nimepinga sana mimi mwenyewe kibinafsi. Kuwa hata hivi mimi Mjaluo, hata hivi leo hii Raila akiwa pale juu haitanibadilisha maisha kwa njia yoyote ile. Leo hii kuna Wakikuyu ambao bado wamesota, wanateseka sana, wengi Wakalenjin ambao wameteseka wengi mpaka sasa hivi wanateseka. Mimi kwangu ile kwa kusema tu ndio kila kabila ijihisi iko pale ndani kwa serikali ndio ibadilishe kila kitu, sioni kama ndio. It should not be a reason for us to go for any referendum. Unanipata? Alright. Kwa sababu awe mtu wako yuko pale ndani, serikali tu idumie wananchi. That's it. Unanipata? In short, to mimi punda amechoka. Uko upande wa punda amechoka. Na amechoka kutoka kitambo. Alright. Ndio. Na wakati wa kumpumzisha punda umefika. Unasikia kuna nominated MC wangapi we? MC nominated peke yake karibu 800 na sio waliochaguliwa. Nominated. Sio waliochaguliwa. Unarudi bungeni nominated. Ndio. 100 sijui ngapi. Ndio. Unanipata? Ndio. And it's in all hata katika Senate pia. Senate pia. Ndio. Unapata? Ndio. Very sad. Very sad the situation we are in. Javas Bidambo, karibu sana katika Kivumbi asubuhi ya leo. Kwanza tuanzie pale kwamba kura ya maoni inakuja ama haiji. Mwanzo tunajua kwamba jinsi katiba ilivyoandikwa, kuna ibara ambayo inaeleza jinsi ambavyo marekebisho ya katiba inaweza fanywa. Kuna ile ambayo inaitwa parliamentary initiative ama popular initiative. Ukiangalia jinsi ambavyo mazungumzo katika ulingo wa kisiasa yanavyoelekea, ni kwamba marekebisho ya katiba ambayo yanakusudiwa yatakuja kutokana na matakwa ya wananchi, popular initiative. Ndipo wanasiasa wameanza kuzungumzia swala hili nje ya bunge, sio kuleta mswada wa kubadilisha katiba ndani ya bunge. Lakini cha muhimu ni kwamba mwelekeo huu wa kisiasa ama hisia za kutaka kubadilisha katiba ni kwa manufaa ya nani? Ni nani ambaye ametaka kwamba ama analeta huo msukumo wa kubadilisha katiba? Ni mwananchi mwenyewe? Na je, kama ni mwananchi mwenyewe amezungumza wapi wakati gani? Ama ni wanasiasa wenyewe ambao wanatumia jina la wananchi? Tunajua kwamba jinsi pia katiba inavyosema kwamba wananchi wanaweza toa hisia zao kama ni wenyewe ama kupitia kwa wakilishi wao ambao waliwachagua. Sasa hivi masuala muhimu ni kwamba kuna ile jinsi bwana Jelasa amesema kwingine punda amechoka. Hiyo ni kwamba mzigo ni upi? Kuna wale ambao wanasema kwamba punda amechoka na kwa hivyo lazima mzigo upunguzwe. Kuna wale ambao wanasema kwamba hata punda akichoka heri punda afe, lakini mzigo mwenyewe ufanye nini? Ufike. Sasa masuala ni kwamba katikati ya haya yote mwananchi amesimama wapi? Hilo ndio swala muhimu. Jambo jingine ambalo ni muhimu ni kwamba iwapo tutafanya kura ya maoni ya kurekebisha katiba, wakati gani mwafaka wa kufanya? Ni sasa hivi, ni katikati ya muhula huu ama kuelekea mwisho? Kumbuka kwamba ama ichanganywe na 2022 elections. Tukiangalia jinsi kura za maoni zimefanywa hapa nchini, uchaguzi wa kurekebisha katiba ama kura ya maoni huwa ndio mwanzo wa siasa kabisa ya uchaguzi mkuu. Kwa hivyo iwapo tufanye kwamba tukuwe na uchaguzi mkuu, rather tukuwe na kura ya maoni ya kurekebisha katiba sasa hivi, ile mambo ambayo sasa hivi serikali ya Jubilee imesema kwamba ni Big Four agenda itakuwa imetokomea mbali, kwa sababu wanasiasa kama viongozi hawatatilia maanani suala la Big Four agenda. Wataelekea kwamba kuanza kujitayarisha kwa kura ya 2022. Jambo jingine pia muhimu ni kwamba kura hii ya maoni ya kutaka kurekebisha katiba huenda ikawa tu ni njia fiche ya wanasiasa fulani kutaka kuonyesha
jinsi ubabe wao wa kisiasa upo. Ndio. Ama wengine kutaka kutengeneza ama kuboresha kabisa wasifu wao wa kisiasa, kwa sababu hiyo ndio njia muhimu sana ya kuweza kujipeleka mbele ama kujiinua katika siasa. Lakini cha muhimu na cha msingi ieleweke ni kwamba katiba hii inahitaji marekebisho. Lakini marekebisho hayo inahitaji marekebisho. Hii katiba tulionayo sasa hivi inahitaji, lakini marekebisho hayo sio kwamba ni jambo la dharura. Sio jambo la dharura. All right. Marekebisho ya katiba inafaa iwe inaleta manufaa katika maisha ya wananchi. All right. Kama kuna wengine mrengo fulani nasema kwamba pengine waongeze nyadhifa mbalimbali ili kuweza kuleta watu wengine, kujumuisha watu katika executive. Ndiyo. Na bwana Jalango amesema kitu ambacho ni muhimu sana, ambao wananchi nafaa pia waweze kutilia maanani. Iwapo tuta expand executive, tuseme kwamba tunaweka waziri mkuu, naibu wake wawili, ili kwamba tuseme kwamba ni inclusive executive. Alafu ndio tuongeze nafasi ya mkuu wa upinzani, asema kwamba anaketi bungeni. Hiyo itasaidia vipi mwananchi ambaye anahitaji barabara nzuri, ambaye anahitaji afya, elimu nzuri kadhalika? Haitasaidia kwa njia yote. Na ndio ukweli. Nakumbuka, angalia, wacha tuangalie mataifa ama demokrasia endelevu. Angalia Marekani. Ndio. Yule ambaye alishindwa, kwa mfano Bi Hillary Clinton, hajasema kwamba hatujakuwa included katika serikali, kwa hivyo hii serikali is not genuine. Hajasema hivyo. Ndio. Wananchi ndio wanaamua nani anachukua nyadhifa za uongozi, watampigia kura. Wengi wape, demokrasia iko vile. Ndio. Lakini suala la katiba, ili kwamba la ukabila ili liweze kuzingatiwa, na kwamba ndio iwe ni uti wa mgongo wa swala hili la kura ya maoni, tutakuwa tunapotea hata zaidi. Hebu nikuulize. Hadi saa hizi ni sauti ya wanasiasa ndio tunasikiza kwa hili swala la kura ya maoni. Wananchi hajahusishwa na hajaulizia na hajasema chochote. Kweli kabisa. Ni kweli? Ni kweli kabisa. Na tena kinachoudhi zaidi ni kwamba hata tuwe na mikutano ya hadhara. Ndio. Hii mikutano ya kisiasa. Ndio. Wananchi hawaongei, mikutano inapangwa, ni wanasiasa ambao tunajua kawaida wanakwenda kuongea. Swali tauliza ni moja, mnataka ama hamtaki? Ndio. Hiyo sio public participation. Hebu nikuulize, kuna swala lingine ambalo limejitokeza katika ule mkutano ama ile press statement ilitolewa na Rais Uhuru na Raila Odinga tarehe 9 mwezi wa Machi, walipokubaliana ile handshake day. Inasemekana kwamba katika ile makubaliano ilikuwa ile timu ya watu 14 itengenezwe, na ile timu ya watu 14 ilikuwa iende tafute maoni ya wananchi sasa, kwamba iwapo wananchi kweli watahitaji hii kura ya maoni ama lana vitu kama hivyo, walete ripoti wawasilishe, kisha ndio hawa viongozi wawili wakubaliane kwenda mbele. Hadi sasa hiyo ripoti haijaonekana, haijapatikana. Ripoti haijaonekana. Hisia ama maoni ya wananchi haijakusanywa. Kama kusanywa, pengine imekusanywa kwenye mahoteli na majumba ya watu. Lakini mikutano ya hadhara haijapangwa na hiyo Building Bridges Initiative. Ndio. Jambo jingine ni kwamba wakisema kwamba swala la kubadilisha katiba lilikuwa limejadiliwa baadhi ya zile 9 points katika ile agenda ya Raila. Ndio. Ukiangalia sasa hivi ukweli ni kwamba hiyo Building Bridges Initiative ilihitajika na inahitajika sasa hivi sana na Bwana Uhuru Kenyatta na Bwana Raila Odinga. Alright. Kwa manufaa yao ya kibinafsi ya kisiasa. Okay. Tusipokuwa na Building Bridges Initiative ama ule upatanisho kati ya Bwana Raila na Bwana Uhuru Kenyatta, ndio, hata ile ambayo Bwana Uhuru anataka kama legacy haitawezekana. Alright. Kwa sababu ukweli ni kwamba Bwana Uhuru Kenyatta anamhitaji Raila Odinga upande wake wa kisiasa ili aweze kutengeneza mambo yake inaitwa legacy. Ndio. Na pia ili aweze kufanya mambo yake ambayo ya big four agenda. Yes. Bwana Raila Odinga pia anajua kwamba anaonekana kwamba ni sasa na mtu mwenye hadhi, heshima kubwa sana ya kimataifa. Iwapo anaonekana kwamba aliweka tamaa ya kupasiu ama kutafuta ule urais sana baada ya uchaguzi, na kwamba amekubali kushirikishwa na kufanya kazi na Bwana Kenyatta na serikali ya Bwana Kenyatta na Bwana Ruto. Lakini cha muhimu ni kwamba inastahili katika masuala haya yote, ndio, tutafute nafasi ama itafute nafasi jinsi wananchi wanaweza kuwa katikati ya majadiliano ya masuala ya utawala na masuala pia ya kuweza kama ni kubadilisha hata katiba. Wananchi wawe katikati ya masuala hayo, waweze kujumuishwa, na ili wapo kwamba tunataka kwamba mizigo iongezwe, kama ni kwa mfano kupanua executive ama kupunguza nafasi zingine, basi wananchi ndio waweze kuzungumza hayo na wanasiasa pia waweze kuwasikiza wananchi. Kumekuwa na maoni tofauti. Third Way Alliance wametoa
punguza mzigo ile yao. Punguza mzigo wao. NCCK, Interreligious Council of Kenya, pia wametoa yao, au wanasema kwamba lazima pengine itakuwa bora tukiongeza nafasi kama ya waziri mkuu, manaibu wake kadhalika. Ndio. Lakini tusije tukasema kwamba turekebishe katiba hii kwa njia ambayo ni haraka upesi. Alright. Kwa sababu kuna yale marekebisho ambayo tunaweza fanya tena baada ya miaka 5 mingine tuseme kwamba tulikosea mahali fulani, acha turudi kwenye debe tuone kwamba tunahitaji hii katiba ama hapana. The question of ya kuformulate the referendum issue ya kukuwa determined by the people ni kitu ambacho inafaa tuchukue muda mzuri sana kuzingatia, na tuseme kwamba tukishafanya marekebisho kama hayo ituchukue muda mrefu ili kwamba marekebisho mengine yafanye. Kama tangu mwaka wa 1776 Marekani wakipata uhuru wao na katiba yao mpya, wamerekebisha mara ngapi? Miaka zaidi ya sijui ngapi. Sisi miaka 5 tu, miaka 8 tunataka kurekebisha. Tukianza hivi kwamba kila wakati kunakuwa na msukosuko katika serikali ama katika siasa ama katika uchaguzi, katiba ndio shida, basi inafaa tuone kwamba kwa ukweli sisi wananchi na wanasiasa haswa ndio shida kubwa sana. Kama angalia ibara tofauti, angalia hata kama ni ya 10 ambayo inasema zile values of our nation hazijazingatiwa, na kama viongozi wetu wenyewe hawaheshimu sheria, hawaheshimu katiba, hata tuipanue kwa njia gani? Iwapo hatutaweza kuheshimu ile ambayo tunayo, sheria ambazo tunazo, kuwajibika, basi tuipanue hata iwe ndefu aje, haitatusaidia. Kumbuka pia, nikimalizia, katiba ya Kenya ndio baadhi ya katiba zile ambazo ni ndefu zaidi duniani. Alright. Tuko na ibara karibu 238. Tunataka kuzipanua zaidi hata pengine zifike 250. Mataifa mengine unapata katiba yao ni kurasa 20 tu. Sasa issue sio katiba. Issue ni watu, maadili, na haswa ni tamaa za wanasiasa kutaka kuchukua nafasi za uongozi. Kwa hiyo ni kweli kwamba katiba inahitaji marekebisho, lakini haya marekebisho sio ya dharura. Sio ya dharura. Yanaweza kufanyika kwa wakati pole. Hakuna dharura yoyote hapa. Haina dharura. Hebu nikuulize Jabas, kwa sababu kumekuwa na referendum sasa, nafikiri hii tunaiongelea ni ya tatu. 2005 tumekuwa na ile ya ndizi na chungwa. Alafu tukawa na nyingine ya 2010 kule. Alafu sasa hivi tena tunaongelea nyingine. Ukicompare hizi kura za maoni za awali na hii, unaweza kusema kwamba kulikuwa na hitaji 2005 compared to now 2010. Unaweza kuziona namna gani hizi kura za maoni? Ukiangalia sasa hivi ni miaka takriban 25 tangu kuanza kuwa na msukumo wa kubadilisha katiba na pia kuleta maadili mema na kusimamisha demokrasia yetu. Katika juhudi hizi zote tumefanya hatua muhimu sana ambazo zimefanya Kenya kuwa ni demokrasia ambayo pia inaheshimika katika kanda hii yetu ya Afrika Mashariki, katika bara letu na hata duniani. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo tunafanya msukumo huu wa marekebisho, sio msukumo ambao haswa unaleta manufaa makubwa sana kwa maisha ya mwananchi. Wanasiasa wanazidi kutukuka kwa sababu ya jinsi ambavyo wanaendesha siasa zao, lakini sio mwananchi na maisha yake. Sasa hizi gharama ya maisha tunaona kwamba imeenda juu kabisa. Kweli. Jijini hapa na kila mahali. Ukiangalia jinsi, kwa mfano, tuende kwa kura ya maoni ya 2005. Tuanzie hapo. Hapo ukiangalia jinsi tulivyokwenda, ilikuwa ni swala ya makabila gani yanasimama pamoja na kutenga mengine. Na hiyo ikaleta tumbo joto sana na chuki katika siasa zetu. Na tunajua vile ilivyokwenda. Manake ikafika uchaguzi ule ukaleta balaa. Kweli kabisa. Na jinsi tulipata balaa hiyo katika uchaguzi wa mwaka 2007, ilituletea jina chafu sana kimataifa. Tukienda katika kura 2010 ya maoni, pia bado swala muhimu, hata ukiangalia hata sasa hivi tukasema tuende katika kura ya maoni, utaangalia kwamba waseme kwamba bwana Ruto ako pande gani, bwana Raila ako pande gani, bwana fulani ako pande gani. Itakuwa ni swala la makabila gani yamekusanyika na wametenga makabila gani. Kweli. Na hapo ndipo tunaanza kukosea, na hesabu zetu za hata kama ni marekebisho ambayo yatatupeleka mbele inaharibikia hapo. Isije kwamba watu fulani ama vigogo fulani wa kisiasa wakisonga pamoja ili kwamba nasukuma jambo fulani, tunasema kwamba haya ni makabila fulani yameshikana, kwa hivyo kura itashinda ama itashinda kwa sababu ya haya makabila. Swala la makabila tunatokomea kabisa, linatupoteza. Na pia jambo jingine, ukiangalia sasa hivi jinsi tunaangalia ukura ya mwaka 2022,
Sasa hivi kura za uchaguzi itakuwa ni kwamba ni nani anaegemea mkono gani, na jinsi prospect zao ama siku zao za usoni kujipanga kwa ajili ya 2022. Ndio. Na ukiangalia yule ambaye ama kile kikundi ama mrengo ambao utaibuka kama washindi, ndio pia watakuwa na kama wako na uwezo wa kushinda. Na sasa hapo ndio itakuwa ndio changamoto katika. Je, hizi ndio baadhi ya sababu ambazo wanasiasa hawazitaji kuhusiana na kuitisha hii kura ya maoni, kwamba wanataka kujipanga kwa ajili ya 22 lakini hawaziongelelei? Kweli kabisa. Nakumbuka kuna wale pia ambao wanataka kujifufua kisiasa, pengine wameenda chini sana, lakini wakiegemea upande wa fulani, mrengo fulani ambao iko na vigogo fulani ambao ni wakutajika, alafu wainuke, wanajua kwamba pengine wakienda katika debe la uchaguzi mwaka 2022 watachaguliwa ama watapata nafasi bora katika serikali ambayo itatengenezwa. Watakuwa wamejiamsha kisiasa. Kweli kabisa. Na sasa hiyo ndio shida ambayo mwananchi nafaa aweze kuangalia kwamba hawa jinsi wanavyojipanga, je, mwananchi wa kawaida anajipanga vipi ili kwamba marekebisho ya katiba yaweze kumsaidia yule mama ambaye yuko kijijini, ambaye hana mali na hali yake imedhoofika kabisa. Ndio. Ama yule mkulima ambaye hata kama wanasema kwamba tuseme jamii yetu fulani sasa hizi ndio kwa serikalini, maisha yake na watoto wake bado hayajabadilika ama kuboreka kwa sababu ya kabila lao kuwa kwenye serikali. Wow. Kwa hivyo wananchi nafaa waweze kuanza kupiga darubini vizuri, kuangalia vizuri ili marekebisho masuala kama haya, masuala ya utawala yaboreshe maisha ya mwananchi wa kawaida. Right. Tunarejea katika muda mfupi ujao, msikilizaji. Hiki ni Kivumbi, tuko naye Javas Bigambo hapa katika studio zetu. Swala lingine ambalo tutakuwa tunarudi tukiliangazia limepewa kipaumbele katika gazeti la PD leo. Why Uhuru may rule beyond 2022. Na haya ni masuala ambayo yanaongelewa katika hii referendum kwamba ikafanyika Uhuru akaongoza beyond 2022. Ingawa yeye mwenyewe aliongea pale akasema, jamani, I'm done bwana. Ni nani anaongea kuhusiana na mimi kuongoza tena baada ya uongozi? Waendelee. Mimi nitaenda kwetu Ishaweli, nipumzike. Lakini wanaozungumza kwa ndani sana. Ndio. Na hata jiweni. Ndio. Na palipo na moshi kuna moto. Na lisemwalo lipo, kama halipo laja. Unanipata? Tunarudi katika muda mfupi ujao, msikilizaji. Hiki ni Kivumbi, tutakuwa tunaangazia haya masuala.